Mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Dr. Rugemeleza Nshala amesema kuwa kwa sasa hakuna zuio lolote dhidi ya Chadema, ikiwa ni baada ya mahakama kuondoa zuio lililokuwepo. Tazama kwa undani zaidi. Ilitoka katika kesi ndogo namba 8960 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili Rashid Hamedi na pamoja na Maulida Ana Komu dhidi ya chama cha bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile vile katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Siku hiyo Jaji Hamidu Mwanga baada ya kuwa amefuta kiapo cha Chadema kwamba kilikuwa akimeandikwa kilikuwa kina ile ndio jurat ile sehemu ya kiapo kwamba ilikuwa na matatizo, akafutilia mbali ile kiapo pinzani. Basi wakili Jebra Kambole akawa amejitoa katika ile kesi, akasema kwamba yeye hali ilivyo anajitoa kuwakilisha. Sasa katibu mkuu wa chama chetu hakuwepo mahakamani na hakuwepo hata na mjumbe yote wa bodi ya wadhamini ambaye alikuwa mahakamani, lakini hata hiyo haikumzuia Jaji Mwanga kuendelea na ile kesi na akaamua kutoa zuio la kuzuia bodi ya wadhamini kushiriki katika kufanya shughuli za kisiasa na kusimamia mali zake pamoja na kuzitunza zile mali, na vile vile katibu mkuu na yeye na watu wote ambao wanafanya kazi chini yake. Kana kwamba haijatosha, ilifika mwezi wa 7 upande wa mawakili wa Saidi Isa na wenzake hao wakamwandikia msajili wa mahakama kuu wakitaka tafsiri kwamba ule uamuzi ukoje, na msajili akawa ametoka pale amesema unagusa chama kizima. Aliandika barua ambayo inasema kwamba unamgusa kuanzia mwenyekiti, mnafahamu mwenyekiti wetu yuko ndani magereza, mpaka kila mwanachama wa chini. Ni amri ambayo imekuwa na matatizo makubwa, na mnatakiwa kufahamu kwamba kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ya nchi yetu ni kwamba katika mwaka wa uchaguzi msajili wa vyama vya siasa ambaye ana mamlaka ya kusimamisha chama na kufuta usajili wa chama amezuiwa na sheria kutokusimamisha shughuli za chama au chama kukifuta chama katika mwaka wa uchaguzi. Sasa hao wenzetu ilikuwa ni kwamba walikaa vizuri kwa wamejipanga kwamba kwa kuwa sheria inawakataza kusimamisha chama na kuzuia chama au kuzuia chama, basi watumie mahakama. Wakatumia mahakama wakafungua kesi ile, na kwa namna ya ajabu ndio tarehe 10 mwezi wa 6 Jaji Hamidu Mwanga akatoa amri ya zuio dhidi ya Chadema. Tulimpatia nafasi ya kuweza kurekebisha makosa hayo katika maombi ya kuomba kwamba atengule uamuzi, na tukamweleza kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa katika kesi ya Agustino Lyatonga Mrema ambao wakati amehamia TLP ambako kutolewa amri ya injunction ya namna yao zuio namna hiyo, ambako mahakama ya rufaa ilisema kwamba mahakama haiwezi katoa zuio kuzuia shughuli za kisiasa kwa chama cha siasa kwa sababu hizo ni haki za kikatiba. Jaji Mwanga tulimweleza, lakini alituangalia kama aliweza kutuangalia kama anaangalia kiazi kimeoza. Kwa hiyo mwisho wa siku akakataa kuweza kutengua ule uamuzi, na akangania kwamba kwa kuwa madhari ameshatoa uamuzi huo, akiutengua ni kana kwamba atakuwa ameshafanya msimamo mwingine. Sasa tukaendelea. Alikuwa na maombi ya katibu mkuu ambaye alikuwa ameandika kwamba na bodi ya wadhamini wakiomba kwamba ajitoe katika ile kesi, bado akakataa, akangania kwamba ana haki ya kuendelea kuisikiza ile kesi. Lakini wala kina Saidi Isa na mwenzake walipokwenda kuomba kwamba wapewe nyaraka za ziada licha ya ile injunction, akasema kwamba ndio tuwapatie hizo nyaraka za ziada. Lakini kubwa katika ile kesi, kama mmekuwa mmesikia malalamiko yetu kiasema mara kwa mara, wakati ile tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 amri inatolewa, viongozi wa chama chetu na wanachama katika kanda ya magharibi walikuwa katika kampeni ya no reforms no elections kule Tabora. Magari yote ya Chadema, viongozi wote wakuu, makamu mwenyekiti bara, makamu mwenyekiti Zanzibar, katibu mkuu na nani wote na viongozi wa kanda mbalimbali walikuwa kule Tabora. Kwa kutokana na ile amri ilikuwa inamaanisha kwamba yale magari yaachwe pale barabarani. Sasa lengo la zuio kwa sheria, lengo la zuio huwa ni kulinda mali isiharibike ili kwamba isiweze kufanya nini kuharibika, lakini ile amri ilikuwa na lengo na imekuwa na lengo la kuharibu zile mali. Hayo yote tulisema kwa Jaji Mwanga akutusikia. Sasa tukaendelea tena baadaye tukapeleka maombi mengine kwamba tukiangalia kesi jinsi ilivyo, tunafikiri kwamba inazungumzia, anasema Zanzibar kesi inalenga kuingilia masuala ya kikatiba, kwamba
viongozi wa chama na chama chetu kina sera za kumomonyoa au kuondoa zile fursa au nafuu za kikatiba au upendeleo wa kikatiba ambao Zanzibar inaupata katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tukasema hii sio swala ambao wewe unaweza kufanya nini kuliamulia, natakiwa liamuliwe na mahakama ya katiba. Bado akakataa. Kutokana na kukataa kwake, kwa kweli tukaona kwamba sasa, kwa sababu hata siku nasema ule uamuzi, kwa kweli nilikuwa nikiangalia nasema hivi, sheria mimi nafahamu sheria au vipi? Au kwa sababu yale nilifundishwa mimi darasani na nilikuwa nasikia pale yalikuwa yafanya nini aviendani, lakini nikajua kuna kitu kinaendelea. Sasa ikabidi kuandika wenzangu na jopo la mawakili, tukiwa tunaongozwa na mzee Mpare Mpoki, wakili Hekima Mwasipu, na John Chogoro, baadaye amekuja Dickson Matata, wakina Mainyira, na wengineo. Tukaona kwamba lazima tutumie tupeleke malalamiko yetu kwa ngazi za kimahakama, kwa sababu bado tuna uhuru wa mahakama kuweza mahakama iwe na nafasi ya kuweza kuyapitia. Sasa kuna utaratibu wa kimahakama kwamba mahakama ya rufaa ina uwezo wa kuita nyaraka zote au mafaili yote ya mahakama za chini yake na kuangalia uhalali au ule usahihi wa maamuzi ambayo yamefikishwa, yamepitiwa na yale maamuzi na ile mahakama au hata ule mwenendo. Basi kwa tumemwandikia jaji mkuu ile barua, niliandika kupitia kampuni yangu ya wakili, lakini kwa baada ya kuwa nimeshawasiliana na mawakili wenzangu tukaweza tukapeleka malalamiko haya. Barua hii baada tutaifanya kuwa wazi sasa, kwa sababu ilikuwa wakati ule haikuwa wazi, lakini katika zile nyaraka ambazo zimetengenezwa na mahakama ya rufaa, hii ni barua ambayo inafahamika. Tuliandika hii barua mnamo tarehe 23 ya mwezi wa pili mwaka 2026, tukampelekea jaji mkuu. Jaji mkuu baada ya kuangalia kutokana na mambo ambayo yalikuwa yakizungumzwa, akaona kwamba katika busara yake ni vyema basi mahakama ya rufaa ya mafaili yaitishwe. Kwa hiyo mahakama ikaitisha ya mafaili, na hizi nyaraka zimetengenezwa na mahakama ya rufaa yenyewe, kwa sababu kama kesi inaitwa na mahakama ya rufaa yenyewe, ina jukumu la kutengeneza hata zile records. Hizi ni zile ndogo, katika zile ndogo, lakini yale volume makubwa yale mawili ya kwanza hapa sijaenanga, ilikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo kama mlivyoona, tulikuwa siku tunafika pale Dodoma, tulikuwa tumejaza mabriefcase, yalikuwa yamejaa nyaraka mengi, yalikuwa yametengenezwa na mahakama na zile nyaraka zetu za kutusaidia. Kwa hiyo tukaenda tukazungumza siku ile mahakamani. Sasa hoja ilikuwa na msingi, je, ile amri ya injunction ilikuwa ni sahihi? Ile zuio ilikuwa ni sahihi? Je, swala kwamba katika ile kesi, kwa sababu katika kesi ya msingi walikuwa hawajazungumzia kwamba mgogoro huu au kisa na mkasa kimeanza lini, kwa sababu kesi kisheria ni kwamba unaposema una malalamiko ni lazima uweze kusema kwamba mgogoro wangu umeanza tarehe fulani, ili mahakama ijue kwamba je, mgogoro uko ndani, ina mamlaka ya kusikiliza, je umepitwa na wakati au uko ndani ya wakati. Tuna sheria ya ukomo wa muda. Sasa kuna kesi kama za namna hii, kesi kama ambayo ilikuwa imeleta hao wenzetu ina ukomo wa miaka 6. Sasa je, mgogoro umeanza lini? Lakini baadaye tumefahamu kwa sababu mwenyekiti wetu licha kwamba yuko ndani, ndugu Tundu Antipas Lissu, baada kwamba yuko ndani na yeye akiwa anakereketwa anapambana kesi yake ya uhaini, lakini bado hata hiyo masuala ya chama, kwa sababu ni miongoni mwa kesi ambazo alinionya sana tokea mwanzo, kusema wewe muangalie sana na hii kesi. Sasa iliyotokea kweli ameweza kudhibitisha kile alichokuwa ananiambia. Sasa na yeye akaomba ajiunge na katika hii kesi. Katika kujiunga kwake akawa ametoa hoja kwamba hawa watu wa mgogoro huu uliletwa kutokana na yeye kuwa amechaguliwa kwa mwenyekiti. Katika kumjibu akasema hapana, mgogoro haujaanza kwa sababu umechaguliwa kwa mwenyekiti. Mgogoro huu umeanza 2016. Sasa kama umeanza 2016, basi inamaanisha kwamba ile miaka 6 imepita, miaka 6 ilikwisha mwaka 2022. Lakini hizo ni masuala ambayo kutokana na uamuzi wa mahakama ambao umetolewa hivi leo itabidi tuyaache yaweze kuamuliwa huko mbele. Sasa mahakama leo tumepigiwa asubuhi nikiwa ofisini nafanya kazi zangu, sina hili wala lile, sina taarifa yote, napigiwa simu na karani, simu inaingia sifahamu, inaitwa dada mmoja anaitwa Tina. Sasa Tina nani? Inatokea Tina Brandi. Okay. Una nini? Tuna uamuzi wa mahakama tunatakiwa tuwasomee ndani ya muda mfupi. Inakuaje? Sasa hata sisi tumeletewa saa hizi. Akasema sawa, sina ujanja, kabidi niweze kuarifu haraka haraka viongozi wa chama na wanasheria wenzangu, tukabazeni uamuzi ukaja kasoma. Uamuzi umesemaje? Umesema kwamba ile amri ya zuio ambayo ilitolewa na Jaji Mwanga ilikuwa ni batili. Batili kwa sababu gani? Mara baada ya wakili Jebra Kambole kusema kwamba amejitoa kuwakilisha katibu mkuu na wajumbe bodi ya wadhamini, mahakama haikutakiwa kuendelea kusikiza ile kesi, kwa sababu upande wetu, upande wa bodi ya wadhamini na katibu mkuu hawakuwa mahakamani. Ili kuheshimu haki ya msingi ya kusikilizwa, ilitakiwa mahakama wataarifu kwamba wakili wenu amejitoa na aweze kutoa nafasi ya kuweza kusikilizwa. Kwa hiyo ile amri ya injunction
au zuio lile ambalo hata polisi walikuwa wakilisharadia na hata kuwapiga wanawake wetu na viongozi wa nani wa BAWACHA wakati wanakwenda Msoma. Hiyo amri haipo. Nataka mapolisi wote mfahamu. Nasema hivi, mahakama ya rufaa imesema hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia leo. Hiyo mtu asija katokea afande yoyote yule au nani anajifanya atakayefanya hivyo anakiuka amri ya mahakama ya rufaa. Hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hiki chama ki huru kufanya kazi zake za kisiasa. Kwa hiyo wanachama wote, viongozi wote, sehemu zote za nchi yetu wana haki ya kufanya kazi za siasa. Au msajili wa vyama vya siasa au hiyo mamlaka yote ndani ya nchi hii ifahamu kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama ambacho kina haki ya kufanya shughuli za siasa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo ibara ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema kwamba Tanzania ni nchi ya Jamhuri ya Muungano, ni nchi moja na nchi inayofuata mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Hiyo wale ambao waliapa wakasema kwamba watahifadhi, kuitetea na kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niwasomee na hii waifahamu, kwa sababu wengine ndani hata uelewa wao wa katiba ni wa kutisha, ni mdogo sana. Inasema ibara ya 3(1) inasema hivi: Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Chadema inatekeleza hicho kitu na ina haki ya kufanya siasa kwa mujibu wa ibara ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijazungumzia ibara ya 18, ibara ya 20 ya watu kujumuika, ibara ya 21 na shughuli, ibara ya 26 na ibara nyingine zote za kufanya shughuli za kisiasa. Kwa hiyo tuna haki tokea sasa kufanya mikutano ya kisiasa kokote pale, kufanya hiyo kingine. Mahakama vile ikasema kwamba kesi hii inarudishwa kwa jaji mwingine wa Mahakama Kuu, maana yake Jaji Hamidu Mwanga amenyang'anywa hiyo kesi, inapelekwa kwa jaji mwingine aamue hoja ya msingi. Je, kesi hii ililetwa ndani ya muda au ilikuwa nje ya muda? Tunaoje, tunabishana. Upande wetu tunasema kwamba iko nje ya muda, upande wa wale wenzetu wanasema kwamba iko ndani ya muda. Kwa hiyo ni swala la kuamuliwa na jaji mwingine wa Mahakama Kuu. Kwa hiyo Hamidu Mwanga hizi kesi azimuhusu tena. Nadhani na viongozi wa chama kama mwanasheria tu watachukua hatua za ziada kuhusiana na yale yote ambayo yalijitokeza, kwa sababu ili kuweza kulinda heshima ya mahakama. Tunaposema kwamba mahakama tuiheshimu na iwe huru, na vile vile hata watendaji wake wawe huru na waonyeshe kwamba wako huru, hawana kinachowasukuma. Kwa hiyo ndio hapo tulipofika hivi sasa. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama ambacho kiko huru, kinafanya shughuli zake za siasa, na kwa maana hivi sasa tunashukuru sana mahakama ya rufaa, tunashukuru uongozi wa mahakama ya rufaa kuweza kuitisha mafaili na kuweza kuyapitia. Yangezungumzwa mengi sana katika ule uamuzi, lakini tunaheshimu mahakama ilichokiamua, tunakipokea na tunakifanyia kazi. Asanteni sana.